Kama unatafuta drama kali yenye uchawi, mapenzi, vita vya nguvu na siri za kifalme, basi Alchemy of Souls ni moja ya drama ambazo hupaswi kuzikosa. Drama hii inatupeleka kwenye ulimwengu ambao wachawi wana uwezo wa kutumia nguvu za ajabu, lakini kuna aina moja ya uchawi wa hatari sana unaoruhusu roho ya mtu kuhamia kwenye mwili wa mtu mwingine. Hapo ndipo mambo yote yanaanzia. Kilichonivutia zaidi kwenye drama hii si mapigano pekee, bali jinsi mapenzi yanavyochanganywa vizuri na vita vya nguvu. Wahusika wakuu wanaanza wakiwa na malengo tofauti kabisa, lakini kadiri muda unavyopita, uhusiano wao unakuwa sehemu muhimu ya simulizi lote. Wakati huo huo, kuna watu wenye tamaa ya madaraka wanaotumia uchawi na njama mbalimbali kutafuta nguvu zaidi na kujaribu kubadilisha mfumo wa uongozi kwa faida yao. Kila upande una mipango yake, lakini mambo hayaendi kama walivyotarajia. Mhusika mkuu wa kiume naye anaanza akiwa mtu ambaye wengi hawamwamini, lakini taratibu anabadilika na kuwa mmoja wa watu wenye uwezo mkubwa zaidi. Safari yake ya Safari yake ya ukuaji ndio moja ya vitu vinavyofanya drama hii ivutie sana. Pia kuna mapigano mengi ya kuvutia ambapo utaona mapanga, nguvu za kichawi na mbinu mbalimbali zikigongana katika vita vinavyoweza kubadilisha kila kitu kwa muda mfupi. Mara nyingi utafikiri maadui wamefanikiwa au wahusika wakuu wamefika mwisho wa safari yao, lakini drama hii ina namna ya kushangaza watazamaji kwa kugeuza hali katika dakika za mwisho. Kama unapenda love story, usaliti, uchawi, siri za kifalme na mapambano ya nguvu, Alchemy of Souls ni drama ambayo inakupa kila kitu kwa wakati mmoja. Na unapofika mwisho wake, utaelewa kwa nini imekuwa moja ya drama zinazopendwa zaidi na mashabiki wa fantasy duniani. Hotel de Luna. Fikiria unaingia kwenye hoteli ambayo wageni wake wote wamekufa. Hoteli ambayo haiwezi kuonekana na binadamu wa kawaida, na kila mgeni anayefika ana siri na maumivu yake. Lakini nyuma ya hoteli hii kuna mwanamke aliyelaaniwa kuishi kwa mamia ya miaka akingoja siku ambayo atapata uhuru wake. Hii ndiyo hadithi ya Hotel de Luna. Hii ni hadithi ya hoteli ambayo si ya watu wanaoishi duniani, bali ni sehemu ambayo roho za watu waliokufa huja kabla ya kuendelea na safari yao nyingine. Hadithi inaanza miaka mingi iliyopita, wakati mwanamke anaitwa Jang Man-wol alikuwa mtu mwenye hasira, maumivu na chuki kubwa moyoni. Baada ya kufanya kosa kubwa katika maisha yake, alilazimika kubeba laana ambayo ilimfanya aishi kwa muda mrefu sana akiendesha hoteli ya ajabu iitwayo Hotel de Luna. Lakini hii haikuwa hoteli ya kawaida. 그럼 어디로 가는 기회를 주셔서 감사합니다. 하? 저 나라고 알게 사람 내쫓고 Wageni wake walikuwa roho za watu waliokufa. Kila roho iliyofika hotelini ilikuwa na jambo ambalo halijamalizika duniani. Wengine walikuwa na huzuni, wengine walikuwa na hasira, na wengine walikuwa bado wanatafuta msamaha kabla ya kuondoka. Jang Man-wol alikuwa meneja wa hoteli hiyo kwa miaka mingi. Ingawa alikuwa na nguvu za ajabu na uwezo wa kuona mizimu, ndani yake alikuwa bado amefungwa na maumivu ya zamani. Aliishi maisha ya upweke huku akikusanya vitu vya thamani na kuonekana kama mtu asiyejali wengine. Siku moja maisha yake yanabadilika baada ya kukutana na mwanaume anaitwa Gu Chansung. Gu Chansung alikuwa kijana mwenye akili na maisha mazuri. Baba yake alipata ahadi ya zamani iliyomfanya mwanawe siku moja kufanya kazi katika Hotel de Luna. Mwanzoni Gu Chansung hakutaka kuamini mambo ya mizimu, lakini baada ya kuona ukweli wa hoteli hiyo, aligundua kuwa dunia ilikuwa kubwa kuliko alivyodhani. 내놓으라고 얼마나 찌질하게 매달렸는데. 당신은 Akiwa meneja mpya wa hoteli, Gu Chansung alianza kuona mambo ya ajabu kila siku. Alikutana na roho mbalimbali zenye hadithi za kusikitisha. Kila roho ilikuwa na maumivu yake, na kazi yao ilikuwa kusaidia roho hizo kupata amani. Kadiri muda ulivyopita, uhusiano kati ya Gu Chansung na Jang Man-wol ulianza kubadilika. Mwanzoni walikuwa watu wawili waliokuwa hawaelewani,
Manuol alikuwa mkali na mwenye kiburi, wakati Chansung alikuwa mtu mwenye huruma na moyo mzuri. 네가 내가 개 돼지가 될까봐 걱정해줬다. 잘 봐요. 당신께 또 있는지. 내지 마라. Lakini taratibu Chansung alianza kuona upande mwingine wa Manuol. Nyuma ya tabia yake ngumu kulikuwa na mwanamke aliyekuwa amebeba maumivu ya miaka mingi. Wakati huo huo, siri ya zamani ya Manuol ilianza kufichuka. Ilionekana kuwa maisha yake ya sasa yalihusiana na tukio la zamani lililomuumiza sana. Watu waliowapenda, watu waliowaamini na maamuzi aliyofanya zamani vilikuwa bado vinamsumbua. Gu Chansung alijaribu kumsaidia Manuol kuachilia yaliyopita na kupata amani. Lakini kufanya hivyo haikuwa rahisi kwa sababu Manuol alikuwa ameshikilia hasira yake kwa muda mrefu sana. Ndani ya hoteli hiyo pia kulikuwa na wafanyakazi wengine ambao kila mmoja alikuwa na historia yake. 당신 거니까. 자, 입자. 있어요. 봐요. 꽃이 피니까 Wote walikuwa wamebaki duniani kwa sababu walikuwa na mambo ambayo hawakuwa wamemaliza. Kadiri hadithi ilivyoendelea, watazamaji waliona kuwa kila roho iliyokuja Hotel del Luna haikuwa tu hadithi ya kutisha, bali ilikuwa somo kuhusu upendo, majuto, msamaha na umuhimu wa kuachilia yaliyopita. 착해졌네요. 넌 나한테 입도 피우고 꽃도. Mapenzi kati ya Manuol na Chansung nayo yaliendelea kukua, lakini walijua kuwa maisha yao hayakuwa ya kawaida. Mmoja alikuwa mwanadamu, mwingine alikuwa mtu aliyefungwa na laana ya muda mrefu. Hatimaye, ukweli wote kuhusu maisha ya zamani ya Manuol ulianza kujulikana. Alipaswa kukabiliana na maumivu yake ya zamani ili aweze kupata uhuru aliokuwa akiutafuta kwa miaka mingi. 헬로 구찬성. 더 쉬어도 돼. 편안하게 있어, 편안하게. 누가 아니라 박영수치고 송화가 아니라 이미랍니다. 그냥 스쳐가게 두거라. Mwisho wa hadithi unatuonyesha kuwa hata watu wenye mioyo migumu wanaweza kubadilika, na wakati mwingine upendo wa kweli unaweza kusaidia mtu kuponya majeraha ambayo yamekaa kwa muda mrefu. Hotel del Luna si tu drama ya mizimu na uchawi, bali ni simulizi kuhusu maisha, kifo, upendo na nafasi ya pili. Ni drama inayokufanya ucheke, uogope na wakati mwingine uhuzunike kutokana na hadithi za wahusika wake. Kama unapenda drama zenye uchawi, siri, mapenzi na mambo yasiyo ya kawaida, Hotel del Luna ni moja ya drama ambazo zinaacha kumbukumbu baada ya kumalizika. 여긴 네가 오는 데 아니야. 구천성!